Hujambo na karibu mtazamaji wa Zone Media, naitwa Victor Moshi. Sasa baada ya taarifa ya rais wa Marekani Donald Trump kuwataka raia wa Irani katika mji mkuu wa Tehran kuweza kuhama mara moja kufuatia kuongezeka kwa mvutano kati ya Israel pamoja na Irani, Israel sasa nayo pia imeamua kupigilia msumari kwa kuwataka pia raia waweze kuhama haraka iwezekanavyo kutokana na mashambulizi ambayo wameyapanga kuweza kuyafanya katika mji wa Tehran. Tehran ni jiji ambalo ni kubwa, lina makazi ya watu wengi sana, lakini vile vile kuna shughuli nyingi za kiuchumi za kutegemea maisha ya watu kuweza kuendelea vizuri katika nchi ya Irani, ambapo watu wengi kuanzia asubuhi ya leo wameweza kutafuta eneo salama kwa ajili ya kuweza kuepuka mashambulizi katika nchi hiyo. Sasa Israel kupitia taarifa zao kabisa za ndani pale zinasema kwamba imeweza kuwataka raia waweze kuhama mara moja kwa sababu ya kile ambacho kinaonekana kuna hatari kubwa mashambulizi inayoweza kufanyika siku hii ya leo, yani usiku wa kuamkia Jumatano. Lakini picha mbalimbali zimekuwa zikionekana mitandaoni, lakini vile vile na video fupi zikionyesha mamia ya watu wakihama, ambapo msongamano mkubwa wa magari umeweza kuonekana kwenye mji huo, huku watu wengi wakikimbilia kaskazini mwa Irani. Kaskazini mwa Irani ni sehemu ambayo mashambulizi hata mara moja haijaweza kupigwa kwa sababu Israel imekuwa ikilenga zaidi katika mji wa Tehran, ambapo ndio mji mkuu katika nchi hiyo ya Irani. Lakini vile vile baada ya Rais Trump kuweza kuzungumza hayo, kulikuwa kuna hofu kwamba watu wengi walikuwa wakiwaza labda huenda Marekani ikaingia moja kwa moja kwenye mzozo huu, kwa sababu Trump aliondoka kwenye mkutano wa G7 ghafla tu na kusema kwamba Irani inatakiwa kuweza kufuata masharti ya kuweza kusaini mkataba, lakini vile vile Irani haipaswi kuweza kumiliki silaha za nyuklia, kiasi cha kwamba hata washirika wenzake walikuwa wakishangaa kwa nini Rais Donald Trump amepigilia mkazo na kusema kwamba vita hivi havitakiwi viweze kuisha kwa haraka kama ambavyo inatakiwa, labda tu endapo Irani atatekeleza yale masharti ambayo Rais wa Marekani Donald Trump ameweza kuyazungumza. Kwa hiyo kumekuwa kuna hofu kubwa katika nchi ya Irani, lakini vile vile hofu ni kwamba labda Marekani huenda akaingia katika mzozo huu. Majira sasa hivi bado mashambulizi yameendelea katika pande zote, ambapo Irani pia imekuwa ikipeleka mashambulizi katika nchi ya Israel, lakini vile vile Israel imekuwa ikipeleka mashambulizi katika ardhi ya Irani. Na Israel kupitia wizara yake ya ulinzi imeendelea kuwahasa watu kuweza kujificha katika mabunkers ambayo yako pale kwa ajili ya kuweza kuepukana na mashambulizi ambayo yanaweza kaathiri kwa namna moja ama namna nyingine. Lakini mashambulizi mengi ya Irani yamekuwa kilenga maeneo ya makazi ya watu, ambapo Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameishitumu Irani kwa kuendelea kufanya mauaji kwa wanawake pamoja na watoto ambao hawana hatia kwenye mapigano haya. Katika mapigano haya Israel amekuwa kilenga maeneo maalum kabisa kama vile maeneo ya kijeshi ya nchi ya Irani, maeneo ambayo yana vinu vya nyuklia nchini Irani, lakini vile vile amekuwa kilenga maeneo ambayo viongozi wakubwa kabisa wanakaa humo. Na taarifa za awali kabisa ni kwamba Israel inaendelea kuwatafuta viongozi wote ambao wameteuliwa na Ali Khamenei hivi karibuni wa kijeshi, baada ya wale ambao wa awali kuweza kuuawa siku ya kwanza ya mashambulizi ya Israel nchini Irani. Na taarifa ni kwamba katika wale ambao waliteuliwa na Ali Khamenei, kiongozi mmoja tayari ameshaweza kuuawa mapema siku ya jana. Israel iliweza kumtarget na kuweza kumuondoa kiongozi huyo ambaye alikuwa ni mkuu wa majeshi pale nchini Iran. Ni siku 4 zilipita toka aweze kuteuliwa na ameweza kuuawa akiwa madarakani ndani ya siku 4 tu. Kwa hiyo hofu unaona ni kwa jinsi gani inazidi kuongezeka kwa viongozi ambao wameteuliwa na Ali Khamenei, kwa sababu tayari hii ni ishara kwamba yawezekana kuna msururu wa viongozi ambao wameteuliwa unafuata wa kuweza kuuawa na mashambulizi ya Israel. Maswali yamekuwa ni mengi, watu wakijiuliza kwamba nani ambaye anatoa taarifa kwa Israel kuhusu viongozi wa Irani. Kwa nini viongozi wa Irani wanakufa? Wapo watu ambao baadhi wanahisi kwamba Irani kuna kusalitiana ndani kwa ndani kwenye uongozi, lakini wapo watu ambao wanaamini labda teknolojia ya Israel kwa usaidizi wa Marekani imekuwa ni chachu ya Israel kuweza
kufikia mlengo wao wa kuweza kuwashambulia na kuweza kuwaua viongozi wa nchi ya Irani wa ngazi ya juu kabisa kwenye jeshi la Irani ikiwemo IRGC. Lakini wapo watu baadhi ambao wanaamini kwamba huenda kuna uzembe ambao unafanyika katika mifumo ya ulinzi ya Irani, kwa sababu hadi inafika hatua kiongozi anaweza kuuawa. Wao walikuwa wapi na wanafanya nini kwa ajili ya kuhakikisha usalama mkubwa unatekelezwa kwa viongozi hao? Lakini kulikuwa kuna taarifa pia zilisambaa kwamba Irani ipo kwenye harakati za kutafuta mtandao mzima wa kijeshi wa Israel kuweza kuudukua ili kwa ajili ya kuweza kutekeleza mashambulizi. Na kuna taarifa kwamba walifanikiwa kwa kiasi kidogo kuweza kudukua mfumo wa ulinzi wa Iron Dome wa Israel, kwamba ukachanganyikiwa na baadaye mashambulizi ambayo walikuwa wakiyafanya Israel yalikuwa kidondoka katika ardhi yao hiyo hiyo na yakufanikiwa kuweza kuvuka kwenda nchini Iran. Sasa kuna vuguvugu zito kabisa ambalo linazidi kuibuka kufuatia mzozo huu wa Mashariki ya Kati hadi hivi sasa. Israel amewataka raia wahame. Marekani kupitia Rais Donald Trump amewataka raia wa Tehran waweze kuhama. Sasa hiki kitu ambacho kinaonekana hapa ni kwamba yawezekana kuna mashambulizi makubwa zaidi yanayoandaliwa kwa ajili ya nchi ya Iran. Mpaka sasa hivi kiongozi mkuu wa Irani Ayatollah Ali Khamenei hajazungumza chochote tangu pale taarifa ambazo ziliweza kusambaa kwamba Khamenei yupo kwenye target ya Israel, kwamba Khamenei Israel ilimonea huruma, japo Netanyahu akaja kusema kwamba yuko tayari kuweza kuondoa uhai wa Ali Khamenei wakati wowote tu, kwa sababu anaamini kumuondoa Khamenei kutapunguza mzozo zaidi bali hakutaongeza mzozo, kwa sababu inaonekana yeye ndio chachu ya mashambulizi haya makubwa ambayo yanapelekwa nchini Israel. Mzozo huu wa Mashariki ya Kati, hofu kubwa kwa sasa hivi inakuja baada tu ya pale ambapo China nayo imetoa taarifa kwamba raia wake wote waweze kuondoka katika nchi ya Israel. China ni moja kati ya taifa ambalo kijeshi liko vizuri, lakini kiuchumi pia liko vizuri. Watu wanatafsiri kwamba huenda ikatokea dhoruba nzito katika nchi ya Israel, kwa sababu China anashikana na Iran, ni mshirika mkubwa kabisa wa Iran, na ametoa taarifa kwamba raia wake wote waweze kuondoka katika nchi ya Israel, mji mkuu wa Tel Aviv. Na wametoa taarifa kwamba raia ambao wako karibu na mipaka waondokee huko kwa usafiri wa nchi kavu. Wao watatafutia namna ya kuweza kuwanusuru na kuweza kuwarudisha nchini au kuwatafutia hifadhi kwenye nchi za karibu. Sasa unajiuliza hapa, hiki kitu ambacho kinatokea Mashariki ya Kati, taswira nzima ya mzozo, taswira nzima ya mapigano ambayo yanaendelea kwa hivi sasa. Teknolojia imekuwa ni kitu ambacho kinatumika kwa kiasi kikubwa sana, tofauti na pale ambapo Gaza wanapigana kwamba jeshi la ardhini limekuwa likitumika kwa kiasi kikubwa sana, lakini hapa kwa Israel pamoja na Irani teknolojia imekuwa ni ya kiwango kikubwa sana. Kumekuwa kuna udukuzi wa taarifa mbalimbali, lakini vile vile Mossad ili shirika la kijasusi la Israel pia limeendelea na harakati zake za kuweza kupambana, kuweza kudukua mifumo ya Irani kwa ajili ya kuweza kufanya mashambulizi. Kwa hiyo kila mtu anavutia kwake, Netanyahu anavutia upande wake, lakini vile vile Irani wanavutia upande wao. Imekuwa ni kipindi ambacho cha kuindana upande kwa upande. Sasa tusubiri tuone kwa hizi taarifa ambazo wameweza kuzitoa kwamba raia waweze kuhama Tehran pale, waweze kuondoka haraka iwezekanavyo, lakini vile vile China kuwataka raia wake waondoke Tel Aviv. Nini ambacho kitafuata usiku wa leo? Basi salia nasi Zone Media ili uweze kufahamu kwa undani zaidi wa taarifa kutoka pale Mashariki ya Kati. Naitwa Victor Moshi na asante kwa kuichagua Zone Media.